Seneta Cherargei, mbunge wa Mchomba, watoa wito kwa CS Murkomen kujiuzuru. Karibu kwenye taarifa zetu za Iran Media na kuomba uchukue sekundi yako moja upige subscription. Seneta wa Nandi Samson Cherargei na mbunge wa Githunguria Gathoni wa Mchomba wamemtaka waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kujiuzuru kwa madai kuwa hafai kushughulikia wizara hiyo. Viongozi hao waliangazia mauaji ya kasisi Francis Alois Cherwot Bet wa parokia ya St. Mathias Malumba uko Elgeyo Marakwet, na akakumbuka jinsi waziri huyo hapo awali alitoa wasiwasi kuhusu ukosefu wa usalama katika eneo la Kerio Valley wakati utawala wa Uhuru Kenyatta. Kuhamisha uzembe kwa wizara ya mambo ya ndani ni hatari kwa sababu unapoteza maisha. Waziri huyu anafaa kuitwa, anatuaibisha sisi sote tulio serikalini. Kwa kweli Bwana Murkomen anafaa kujiuzuru. Seneta Cherargei aliandika kwenye mtandao wake wa X. Lakini sasa anasimamia usalama, lakini watu wetu wanaendelea kuchinjwa kama mbuzi kwa sababu yeye ni mtu asiyeweza kubadilika, hana uwezo na ni mvivu, Cherargei aliongeza. Seneta huyu alimshutumu Murkomen kwa kuelekeza huduma ya kitaifa ya polisi kuashiria kwa uongo kwamba mauaji ya kasisi Francis Alois Cherwot Bet hakuhusiana na ujambazi, akidai kinyume chake ni kweli. Hatutaruhusu kumtukana kuhani katika kifo, alisema. Kulingana na Cherargei, eneo hilo limekuwa uwanja wa majambazi wahalifu kwa siku 3 zilizopita, huku Wakenya kadhaa wakiuawa. Ukosoaji huo ulienea kwa mawaziri Duale na Murkomen, huku wakosoaji wakielekeza kejeli kwamba maafisa wote wawili wamelaani vikali utawala wa zamani kwa kukosa kulinda amani katika maeneo yanayokabiliwa na majambazi. Mbunge wa Mchomba aliunga mkono maoni ya Cherargei, akipendekeza kuwa Murkomen anafaa kujiuzulu na kujiunga na wapiga kelele. Alifanya vyema zaidi huko. Mbunge huyo pia alielekeza ukosoaji kwa waziri wa afya Aden Duale, akisema anafaa kukaa kimya na kuzungumza tu wakati wafanyakazi wa afya wameajiriwa ipasavyo na kulipwa. Kuuawa kwa baba Mkatoliki na majambazi ni jambo la kuhuzunisha, Wamchomba aliandika kwenye mtandao wake wa X. Wamchomba alihitimisha kwa onyo kwamba tabia ya iko angani, akipendekeza uongezekano wa mvutano wa kisiasa kuhusu jinsi serikali inavyoshughulikia masuala ya usalama na afya. Ndizo taarifa za hivi sasa, mtazamaji wangu. Unaweza toa maoni yako hapo kwenye comment section kuhusiana na taarifa